kwa kujaliwa ujana mpya wa Roho, ili wanaofurahi sasa kwa kurudishiwa utukufu wa kuwa wanao, waitazamie kwa tumaini la furaha thabiti ile siku ya ufufuko. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu, kama ninyi wenyewe mnavyojua. Mtu huyu alipotewa kwa shauri la Mungu lililokusudiwa na kwa kujua kwake tangu zamani. Ninyi mlidhihirisha kwa mikono ya watu wabaya mkamuua, ambaye Mungu alimfufua akaufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe mkono. Maana Daudi ataja habari zake: nalimwona Bwana mbele yangu siku zote, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume, sitikisike. Kwa hiyo moyo wangu umependezwa, ulimi wangu ukafurahi. Tena mwili wangu nao utakaa katika matumaini, kwa maana utaiacha roho yangu katika kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Umenifundisha njia ya uzima, utanijaza furaha kwa uso wako. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Nimemwambia Bwana ndiwe Bwana wangu, Bwana ndiye fungu la posho langu na la kikombe changu, wewe unaishika kula yangu. Nitamhimidi Bwana aliyenipa shauri, naam, mtima wangu umenifundisha usiku. Nimemweka Bwana mbele yangu daima, kwa kuwa yuko kuumeni kwangu, sitaondoshwa. Kwa hiyo moyo wangu unafurahi, nao utukufu wangu unashangilia. Naam, mwili wangu nao unakaa kwa kutumaini. Maana hutaniachia kuzimu nafsi yangu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu.
kuwepo furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Kwa watu wote. Ikiwa mnamwita Baba, yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani ya Kristo, naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu, ambao kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu, aliyemfufua katika wafu akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Siku ile watu wawili miongoni mwa wafuasi wa Yesu walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao.
macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako umgeni katika Yerusalemu hata uyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu pia, tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake, wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema ya kwamba yu hai. Na wengine walikuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi, kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitwaa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua. Kisha akatuweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo walipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale 11 wamekutanika nao wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema, Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simoni. Nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana nao katika kumega mkate. Neno la Bwana. Dominika ya 3 ya Pasaka, tunatafakari Injili ya Luka sura 24. Ni siku ya kwanza ya juma, siku ambayo leo sisi tunaiita Dominika, siku ya kwanza ya juma. Kesho yake Sabato, saa za mchana, wanafunzi wawili, mmoja anatajwa kwa jina, anaitwa Kleopa, bila shaka alikuwa anajulikana.
Wanafunzi wawili wako safarini kurudi nyumbani kutoka Yerusalemu, wanarudi nyumbani Emau, umbali wa masaa mawili kama kilomita 12-13. Watu wakiwa safarini wanazungumza juu ya mambo yaliyotukia huko Yerusalemu siku zile. Wanazungumza kuhusu rabi mmoja msifika, nabii aliyeuawa kwa kutundikwa msalabani. Imeandikwa kwamba wanatembea huko wameelemewa na huzuni. Kwa nini wana huzuni? Kwa sababu walitumaini, na unukuu katika Injili, walitumaini kwamba yeye ndiye Masia, yeye ndiye atakayeokoa Israeli. Kumbe mambo yamekwisha. Sasa mchana hakuna lolote. Basi huyu jamaa ametudanganya. Wanarudi nyumbani, mambo yamekwisha, tumedanganyika. Katika kusafiri kwao, punde si punde mwingine anajiunga na ghafla wanaona yuko mwenzetu hapa. Umetoka wapi? Kwanza anajifanya kama msikilizaji, anasikia. Baadaye mzungumzaji. Kisa cha huzuni yenu ni ipi? Wakamweleza hivi, ilikuwa tunatumaini jambo moja nzuri sana. Nabii amefanya mambo ya ajabu. Alisema kwamba atafufuka na kadiri, lakini sasa mambo yameshapita. Sasa leo ni mchana, hakuna dalili yoyote. Mgeni anaangalia kati, mbona Mungu wajinga kiasi hicho? Na mioyo yenu ni mizito kiasi hicho kuamini yote yaliyosema na manabii. Huyo mgeni anajua Biblia kuliko hawa wawili. Alifafanulia yote kuhusu Masihi, jinsi ilivyompasa kuteswa na hivyo kuingia katika utukufu wake. Imeandikwa, msoma Injili sasa hivi, kwamba macho yao yalianza kufumbuliwa hatua kwa hatua, lakini yamefumbuliwa kabisa, na wakamtambua wakati wa kuketi chakulani katika tendo la kumega mkate. Lakini Yesu akatoweka machoni pao. Sio kwamba ameondoka, ametoweka machoni pao. Kutoweka sio kuondoka. Kutoweka manake ni kumwona. Ndugu zangu, historia hii ya tukio hilo linafanana na adhimisho la Ekaristi Takatifu kama unalitazama kwa macho ya imani ya kumega mkate. Kumega mkate ni yake adhimisho la Ekaristi. Kwanza mwadhimishi ni Yesu mwenyewe ambaye anaeleza maandiko kuhusu Masia na anaongoza, tuseme leo anaongoza kujia ya neno. Na baada ya mioyo mizito kwanza kuwaka, baada ya liturujia ya neno, tunajua liturujia ya neno ina lengo la kuandaa kwa liturujia ya Ekaristi, kwa kupokea Yesu Ekaristi. Neno lina lengo la kuwasha moyo wako na kutamani kukutana na Kristo. Baada ya mioyo yao kuwashwa, kama walivyosema wenyewe, eti kuna mioyo yetu ilikuwa inawaka wakati ilipokuwa anaeleza maandiko. Baada ya wanafunzi mioyo yao kuwashwa, wanafunzi wanafanya nini? Wanaomba akae nao, asiendelee na safari. Maana yake asitoweke moja kwa moja, akae nao. Kaa nasi kwa kuwa kumekuchwa na kakana katika kumega mkate, liturujia ya Ekaristi. Liturujia ya neno, liturujia ya Ekaristi. Hiyo misa yetu ya siku ya leo kwa namna tofauti, mabadiliko, lakini kimsingi siku ile Yesu aliadhimisha Ekaristi, neno na Ekaristi.
Ndugu zangu, katika adhimisho la misa kuna liturujia ya neno na liturujia ya Ekaristi. Kuna sehemu mbili muhimu sana ambazo zinashonana, ambazo haziwezi kutenganishwa. Kuna meza ya neno na meza ya chakula. Unapokutana na Kristo kwanza, usipokutana na Kristo kwanza katika neno, katika meza ya neno, huwezi kukutana naye katika karamu. Kwa nini unasema Jumapili hakikisha kwamba unashiriki neno, sio kwamba unaingia kanisani wakati wa matoleo. Ukushiriki neno, moyo wako ni baridi, moyo wako haukuwaka. Sasa wewe unavamia chakula. Liturujia ya neno na liturujia ya Ekaristi ya chakula ni kitu kimoja. Neno linakuandaa kwa ajili ya Ekaristi, na ukikutana kweli na Kristo katika neno na katika karamu, ndugu zangu, huwezi ukabaki jinsi ulivyo. Lazima utoke kanisani umebadilika angalau kidogo kidogo, ukiwa tofauti na jinsi ulivyoingia. Uliingia kanisani mwenye uso wa kukunjamana kama hao jamaa wawili kwenye huzuni, na umetoka kwa mwenye uso unaonawiri na kujaa furaha tele tele. Sijui unatoka kanisani leo, unatazama chini, unaangalia gari lako, unaingia kwenye gari, unaondoka, hata hutaki hata kuzungumza na watu. Una uso wa kukunjamana. Lazima utoke kanisani na nguvu mpya, hali mpya, hamu mpya, hamu ya kujimega kwa ajili ya wengine, kwa sababu Ekaristi ni kumega mkate. Kumega mkate maana kujimega kwa ajili ya wengine. Ukisema kumega mkate, Kristo anapomega mkate anaonyesha kwamba anajimega mwenyewe kwa ajili ya watu. Kujimega maana kujitoa, kujivunja kwa ajili ya wengine. Unapopokea Ekaristi na padri anapokuja mbele yako huko, au wewe unapofika mbele ya padri, padri anasema mwili wa Kristo, wewe unasema amin. Unapima uzito wa neno hilo amin. Ukimuuliza mtu wa kawaida atasema maana yake ni ninaamini kwamba ndani ya hiyo sikia yuko Yesu. Zaidi ya amina, maana yake hata mimi niko tayari kujimega, niko tayari kujitoa, niko tayari kujivunja ajili ya watu. Kukomunika, nasema kukomunika, neno hilo limeingia kukomunika. Unajua kukomunika maana gani? Kufanya komunyo, kufanya communion, maana kufanya umoja na. Unapokomunika sio kwamba, unajua sio sahihi kusema ninakwenda kupokea mwili wa Yesu. Sio sahihi. Huwezi kupokea kana kwamba unakwenda kuchukua kitu. Unakwenda kufanya komunyo, unafanya umoja na Kristo. Ndio maana nimesema kusema amina, kusema na mimi niko tayari kama wewe, niko tayari kufuata lima Kalvari, niko tayari kuteseka kama ulivyoteseka wewe, niko tayari kujimega kama ulivyojimega wewe mwenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, unaposhiriki misa ujue kwamba ni tendo muhimu sana katika maisha yako. Ndio maana sisi Wakatoliki bila misa hatupo. Ukitaka kumaliza Mkatoliki, mnyime uwezo wa kuadhimisha Ekaristi. Ndio maana katika kanisa hakuna adhabu mbaya zaidi kuliko kunyimwa Ekaristi. Kama ni muumini unanyimwa Ekaristi, kama ni padri unanyimwa uwezo wa kuadhimisha misa. Hakuna adhabu kubwa zaidi. Wewe padri umesimamisha, uruhusiwi kusoma misa kwa sababu kadha wa kadha, na wewe uweze kupokea Yesu Ekaristi. Pokea ujumbe huu mzito sana. Watu wa Mungu, hapa ninakumbuka mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alikuwa amezoea kushiriki misa kila siku. Baada ya huko alikuwa anatoka huko
mbele baada ya kufanya jogging kidogo, nilikuwa narudi nyumbani, anaoga, alafu anakwenda kushiriki misa, anakwenda kupata nguvu ya kuweza kusema nini, kutekeleza yale majukumu mazito ambayo amepewa na wananchi kuwa rais. Basi ndugu zangu, pokeeni ujumbe huu kutokana na injili ya leo. Nimesema kwamba leo tumefurahi kuwa na malaika hapa kutoka mbinguni, watu wanavaa mavazi meupe. Wamekana pasuti zao zimekatika njiani, lakini nadhani watakuwa wametengenezwa, watakuja hivi baadaye. Wadada zangu, mimi nina neno moja tu, ni wazo moja tu, lakini mlipokee. Nawauliza kila mmoja, sipati jibu sasa hivi, wewe kujibu wewe mwenyewe mko moyoni mwako. Je, katika familia yako yupo binti ambaye alipata kuwa mjamzito bila kuolewa? Mwana ana natuuliza, je, katika familia yako kuna binti moja, unaye binti moja ambaye amepata mimba lakini hajaolewa? Nadhani kesi za namna hii ziko nyingi. Basi Ana amejikuta katika hali ya namna hii. Binti wake pekee ambaye anaitwa Maria alipatikana na mimba bila kuolewa. Naona uzito. Unaposema Bikira Maria alimwambia malaika, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendee ulivyonena, maana amekubali kabisa kuwa mama wa mkombozi. Unafikiri kama jambo la kawaida tu? Alihitaji ujasiri usio wa kawaida. Taeleza kwa nini. Ndio maana Elizabeth alimsifu, sema heri wewe uliyesadiki kwamba yatatekelezwa, yatatimia yale uliyoambiwa na Bwana. Sasa wewe fikiri, huyo binti mjamzito atakwenda kujieleza bana. Mtu wa kwanza akajieleza bana, mama hiyo amekuja kwako Bwana Ana. Sasa atajieleza kivipi? Anasema, angalia mama, hiyo mimba ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kama mimi ni kweli, hapo utakupiga makofi kusema kweli, ni Roho Mtakatifu. Basi kitu cha namna hii kimetokea huko. Kwa hivyo huyo mama Ana ni mfano wa mtu mwenye, pamoja na mama Maria, mfano wa mtu mwenye imani thabiti, kukubali kwamba hapa kuna kitu. Bila shaka alisali, bila shaka alimuuliza mama, lakini alipata shida kuamini. Nadhani kila mmoja wenu kwa kiasi fulani anafanana na mama Ana. Mama Ana katika mwanga huu, alafu mambo mengine siku alikuwa ni anafuatilia juu za ukarimu, siku yani mama, lakini kumpokea binti ambaye ni mjamzito na bila kujua uzito wake unatokana na nini. Na Bikira Maria pamoja na Ana walijua vizuri, walijua fika kilichoandikwa katika kumbukumbu ya Torati. Imeandikwa nini kuhusu mwanamke ambaye siku ya ndoa alipatikana ni si bikira, au mbaya zaidi amepatikana na mimba? Alipaswa kutolewa nje ya nyumba ya baba yake Joakim, Joakim, na kupigwa mawe na watu. Haya yote mama Ana alikuwa anajua. Hapo naona ifikirie Ana, imani yake thabiti, hofu zake. Kuna hofu sio lazima, kuna hofu nzuri, mahangaiko yake. Karibuni mama zangu, Mtakatifu Ana, chama cha Mtakatifu Ana, chama cha zamani sana. Mimi nilipoingia Tanzania 67 sikuwa na habari kuhusu WAWATA kwa bado vuguvugu ya WAWATA ilikuja baadaye, lakini nilipoingia pale Kibakwe kulikuwa
chama cha Mtakatifu Ana. Mtakatifu Ana alafu kwa upande wa kina mama, alafu kwa upande wa wasichana na kutoka ulikuwa Mtakatifu Maria Goretti. Ana chama cha zamani sana. Kidogo baada ya vuguvugu ya uanzilishaji wa umoja wa kina mama mwaka, nadhani kidogo chama hicho kimepoteza nguvu, lakini siku hizi kimepata nguvu tena, na hata hapa katika jimbo la Dar es Salaam sasa kinaanza kupata nguvu. Sisi wana ni wachache, lakini mnavyoona hapa dekania ina mfano kama wewe. Karibuni sana mama zangu. Sikukuu yenu naenda sikukuu nzuri 26 kama siku zenu wewe au, lakini msisahau kwamba sikukuu ya Ana inaadhimishwa pamoja na Joakim. Yupo Ana peke yake, Ana na Joakim. Hawa ndio wazazi, mfano wa wazazi wa Kristo wa karne zote katika fadhila ya uaminifu, katika fadhila ya ibada, uchaji wa Mungu, na hasa katika imani thabiti. Hiyo ndio fadhila kuu ya Ana, imani thabiti ya kumtegemea Mungu katika shida zake au shida zake. Ukeni ujumbe huu. Kama unayo binti aliyepata mimba, basi unafanana na Ana, na jinsi alivyofanya Ana na wewe fanya vile vile. Usimshambulie mara moja. Ni kweli huyu binti hawezi kusema hiyo ni mimba ya Roho Mtakatifu, unasema ni mimba ya fulani bei fulani, lakini mpokee kama Ana alivyopokea mama na bibi. Simame kwa ajili ya kuungana nani na sadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Mungu wa mbingu na dunia, na visivyoonekana, na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vyote vimeumbwa naye, ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya Maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Ndugu wapendwa, wafuasi wa Emau walitaka kurudia maisha ya kawaida baada ya kuona matokeo ya huko Yerusalemu. Matumaini yao yalikuwa yameharibika kabisa. Huyo Yesu aliyekuwa nabii na mjumbe wa Mungu alikomeshwa na binadamu wapinzani wake. Walimtegemea bure, yani bila kuona matokeo mazuri ya matumaini yao. Lakini uliwasaidia kwa kuwatia uzima baada ya kufa kwako. Utupe sisi
neema ya kuamini ufufuko wako, Bwana. Twakuomba utusikie. Utuondolee hofu, wasiwasi, mashaka yote katika maisha yetu na tukufuate wewe, Bwana. Twakuomba utusikie. Kwa neno lako utuimarishe katika udhaifu wa imani yetu, Bwana. Twakuomba utusikie. Kwa Ekaristi Takatifu utuimarishe katika mahangaiko na tujifunze riziki zetu za kila siku, Bwana. Twakuomba utusikie. Utuongoze tukufuate kiaminifu katika njia ya maisha ya hapa duniani, ili tujaliwe kushirikishwa utukufu wa mbinguni, Bwana. Twakuomba utusikie. Baba mwema, tunakuomba kwa ajili ya nchi yetu iwe nchi ya haki na amani. Waliopotea wapatikane na waliotekwa wapate uhuru wao, walioumizwa wapone na waliouawa wapate uzima wa milele na uovu ukome katika nchi yetu. Tunakuomba ubadilishe nyoyo za watenda maovu na washirika wao katika uovu, ili zikuelekee wewe, kwani sisi tulio wanyonge hatuna uwezo wa kuzibadilisha nyoyo ovu. Bikira Maria, mkingiwa dhambi ya asili, Utuombee. tunaomba hayo yote kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amina. Thank you.
yangu na yenu ikubalike. Ninaofanya shangwe na wale uliowafanya wafurahi sana sasa, wajalie pia tunda la furaha ya milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana uwe nanyi. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Shukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu, kutukuza kila wakati e Bwana. Lakini hata wakati huu kutangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye anaendelea kujitoa kwa ajili yetu, tena anatutetea siku zote mbele zako kama mwombezi. Ndiye aliyetolewa sadaka, wala hafi tena, bali uhai daima, yeye aliyeuawa. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya Pasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho. Ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake, akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu.
Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leone, askofu wetu mkuu Yuda Tadeus, askofu msaidizi na waklero wote. Umkumbuke mtumishi wako Askofu Bernardin uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Ujalie yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Agizo la Bwana na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba kuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila kwa imani ya kanisa lako ujalie amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi na iwe rohoni mwako. Mwambie yule aliye karibu nawe, ujilishe kwa neno na kwa Ekaristi. Ujilishe kwa neno na kwa Ekaristi. Mungu
kama mwana-kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu, heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Thank you.
mega mkate. Haleluya. Tuombe. Bwana, tunakuomba uangalie kwa wema watu wako, nao uliopenda wafanya wapya kwa mafumbo ya milele, uwajalie waufikie ufufuko usioharibika wa miili itakayotukuka. Tunaomba hayo kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amina. Tuketi. Tumsifu Yesu Kristo. Matangazo Dominika ya 3 ya Pasaka mwaka A. Huduma kanisani. Tunazishukuru jumuiya za Antoni wa Padua na Paulo Mtume. Naomba mtuongozee katika alambea. Tumsifu Yesu Kristo. WAWATA kwa upendo wa Kristo Tutumikie na kuwajibika. Sisi jumuiya ya Mtakatifu Paulo Mtume WAWATA tunamshukuru Mungu ametujalia tumepata kiasi cha shilingi 1,120,000. Tunaomba WAWATA wote mtuunge mkono. Watoto wa jumuiya Paulo Mtume tumechangia tumepata 20,000. Naomba tuunge mkono. Tumsifu Yesu Kristo. Vijana mapendo daima Mapendo. Basi sisi vijana wa Mtakatifu Paulo Mtume tumechanga kiasi cha shilingi 50,000. Tunaomba vijana wenzetu na kanisa lote kwa ujumla, ikiwemo na wageni wetu wa Mtakatifu Ana, mpate kutunga mkono tuweze kujenga kanisa letu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Waka WAWATA kwa upendo wa Kristo tumikie na kuwajibika. Tukiwaambia uwaka na nyinyi mwe mnajibu, basi si ndio nyinyi tunawatuma? Si mnasema mkiwezeshwa na nani? Sina uwaka ndio mnaowezeshwa nao. Tuache maneno, tujenge kanisa la Bwana. Leo Mtakatifu Ana mtatuungia mkono vibaya mno. Asante sana. UWAKA jumuiya ya Mtakatifu Paulo Mtume tumechanga 1,120,000 kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Naomba wanaume wote mtuunge mkono, Mtakatifu Ana mtuunge mkono, na kina mama wote mtuunge mkono ili tuweze kujenga kanisa la Mungu. Pia tuliona kuna vitu fulani huwa tunavitafuta. Sasa jana wakati tunatafuta tukasahau majina yake. Sasa nikashindwa kumuuliza baba majina kwa sababu kila nikijaribu kupiga simu yake haipatikani. Kila nikijaribu kupiga haipatikani. Tukaamua basi tutachangia fedha hii ya kwake, ataenda kuvitafuta yeye mwenyewe. Ila atakapoenda twende wote ili na mimi nivijue, siku nyingine tuweze kuvitafuta pamoja. Sifu Yesu Kristo. Hii tumechangia shilingi 50,000. Sifu Yesu Kristo. WAWATA sisi jumuiya ya Mtakatifu Antoni wa Padua WAWATA tunamshukuru Mungu tumeweza kujaliwa kupata shilingi 150,000 kwa ajili ya ujenzi wetu wa kanisa. Pia katika uinjilishaji lazima ufanye kazi, na ufanye kazi vizuri lazima upate kidogo kula. Hivyo tumemletea baba kokoliko kwa ajili ya kupata supu apindilishe Mungu. Sifu Yesu Kristo. WAWATA kwa upendo wa Kristo sisi wanajumuiya wa Antoni wa Padua tumejaliwa kupata shilingi 130,000. Tunaomba WAWATA wote mtuunge mkono. Kristo tumaini letu. Wazee, sisi wazee wa
jumuiya ya Mtoni wa Padua umeweza kuchangia shilingi 30,000. Tunaomba muunge mkono. Tumsifu Yesu Kristo. Jana mapendo daima. Sisi vijana wanajumuiya Mtakatifu Antoni wa Padua tumejichanga, tumepata shilingi 30,000. Tunaomba mtuunge mkono. Tumsifu Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Sisi watoto jumuiya Mtakatifu Antoni wa Padua kwa udogo wetu na uchache wetu tumepata kiasi cha shilingi 25,000. Waumini wote tunaomba mtuunge mkono. Misa ya kwanza, Yuda Tadei na Mtakatifu Pio misa ya pili. Semina ya vijana. Semina ya vijana itafanyika leo hii baada ya misa hii katika ukumbi ule wa watoto kule. Mavuno, Dominika ijayo itakuwa kilele cha mavuno kwa mwezi wa 4. Jumuiya zote tutoe kwa ukarimu. Kamati tendaji ya UWAKA na WAWATA
tunaomba tukutane baada ya misa hii katika ukumbi wa ofisi za parokia. Kamati tendaji ya UWAKA na UWAWATA watakutana na kamati tendaji ya parokia baada ya misa hii. Wazee na wastaafu, mnaomba mkutane chini ya mchikichi mara baada ya misa hii. Kuna kikao kifupi, kikao cha walezi na watoto mtakatifu kutoka kila jumuiya kitafanyika Dominika ijayo baada ya misa ya kwanza. Pugu maalum 2026 zitafanyika tarehe 30 mwezi wa 5. Gharama kila mshiriki ni 30,000. Tunaomba tujitokeze kwa wingi. Sadaka digital, kamati tendaji inaendelea kupokea na kushughulikia changamoto zinazohusu sadaka digital. Tunawakaribisha wenye changamoto baada ya misa, basi tukutane katika ofisi ya kamati tendaji ya parokia. Wiki ijayo tunawaomba wenyeviti wote wa jumuiya zetu zote, wenyeviti wa jumuiya zetu zote, tunaomba wakutane na kamati tendaji ya parokia baada ya misa ya kwanza. Tutangaziane kama kuna katibu hapa, kama mwenyekiti hajaja, basi tuambizane Jumapili ijayo baada ya misa ya kwanza, basi wenyeviti wote wa jumuiya zetu tunawahitaji watakutana na kamati tendaji ya parokia. Wasoma masomo Dominika ijayo, misa ya kwanza, somo la kwanza Julieta Jeta, somo la pili Dorothea Sereko, maombi Angelista Kimambo. Misa ya pili, somo la kwanza Veronica Mtono, somo la pili Princess Msuya, maombi Flora Fratelli. Tunawakaribisha Mtakatifu Ana kama kuna neno lolote. Mtakatifu Ana, na yeyote kiongozi ambaye anatoa neno lolote? Kama hamna, tumsifu Yesu Kristo. Wakilishi wa kampuni ya Redobit, na kweli hawa ni wataalamu wa afya, kwa hivyo wamesha kutufikia. Naomba mwakilishi aje hapa mbele ajieleze kidogo mtakusaidia. Karibu baba, karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Wataalamu kutoka kampuni ya Redobit International wanapenda kuwatangazia kuwa watatoa huduma ya vipimo wa mfumo mzima wa mwili na kuweza kugundua vianzilishi vya magonjwa kwenye mifumo yote ya mwili wa mwanadamu. Siku ya leo tunapatikana hapa kule ndani kule kwa baba paroko. Watu wote tunawakaribisha kule. Mifumo itakayochunguzwa na kutibiwa kwa dawa zetu: figo, kongosho, ini, mfumo wa tumbo, kichwa, mfumo mzima wa moyo, mgongo na nyonga, kipofu cha mkojo, miguu, kufa ganzi na kuwaka moto, kifua na mapafu, tezi dume, changamoto za uzazi kwa wanawake, matatizo ya mifupa, macho na kadhalika. Gharama ya vipimo ni shilingi 10,000. Karibuni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Asante baba. Macho, Jumapili ijayo tutatembelewa na wataalamu wa macho. Sasa ofisi parokiani, paroko saa yake ya kukutana na watu ni siku ya Jumatano kuanzia saa 2 mpaka saa 6, kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Makatekista watakuwepo ofisini Jumanne na Jumatano kuanzia saa 1 asubuhi baada ya misa mpaka saa 4:30. Na mwazini wa parokia atakuwepo vile vile hasa Jumatatu asubuhi. Angalisha, ukija parokiani hutamkuta mgoja mlango au watchman. Hatuna watchman, hatuna uwezo
wa kumlipa mtu anakaa huko mlangoni kusubiri nini. Sana sana utamkuta mpishi. Sasa naomba msikilizeni vizuri. Mpishi sio katibu wa paroko, yaani sio mtu anayepokea matatizo yako ya kiroho badala ya paroko. Kulikuwa na katekista zamani, katekista mmoja basi mzuri, hayuko tena, alikuwa anataka watu wanaojiandaa kwa ubatizo, wanaojiandaa kwa ndoa, alitaka kwanza waende wakaungame kwake kabla ya kuungama kwa Baba. Kufuru tu. Lakini nisirudi nyuma, kwa sababu nikirudi nyuma nitaamsha majeraha makubwa sana moyoni mwangu. Mpishi atakuelekeza, atakueleza utaratibu wa parokia, ila kwa busara yake anaweza akamwita paroko, akakuitia paroko, hata kama tuseme nini, kama kuna shida ya pekee, kwa mfano hali ya dharura, mgonjwa au mgeni na kadhalika. Lakini sio mtu wa kujieleza hivi shida zako za ndani. Yeye akupewa kazi, yeye kazi yake ni kupika vizuri ili paroko asipoteze. Ukitaka kuwasiliana na paroko moja kwa moja, mpigie simu. Asipoipokea simu kwa sababu ya kiusalama, au kwa mfano unampigia simu usiku au usiku usipokee simu, mtumie ujumbe na kujitambulisha. Mimi ni fulani, naomba kuzungumza nawe. Mimi nitakuita tu, tutazungumza vizuri, tutaelewana. Basi unapiga simu, mimi sipo, sababu sikufahamu. Pengine unataka kujua niko wapi. Hapana, mimi nina sababu zangu. Haya, nadhani mmenielewa. Mmenielewa? Sio mbaya. Haya, kamati tendaji ya parokia, mabadiliko na uteuzi. Kutokana na katibu wa kamati tendaji ndugu Symphorian Angelo kuhama parokia, imetubidi kufanya mabadiliko kidogo pamoja na uteuzi katika safu ya kamati tendaji. Mwenyekiti ni yule John Mayunga. Makamu mwenyekiti ni mpya, ni Frank Samba, mwenyekiti wa jumuiya ya mashahidi wa Uganda. Antoni Mchimbi ambaye alikuwa huyo aliyetoa matangazo, ambaye alikuwa ni makamu mwenyekiti, sasa anakuwa moja kwa moja katibu. Katibu ni Antoni Mchimbi kutoka jumuiya ya Margaret wa Kortona. Katibu msaidizi ni yule mama Mlai, jumuiya ya Yohane Maria Mzee, na mwazini ni yule Silvester Balige, jumuiya ya Elizabeti wa Ungaria. Kwa hiyo mabadiliko ni kwamba Antoni kutoka umakamu wa mwenyekiti anakuwa ni katibu, na makamu mwenyekiti ni jina jipya Frank Samba. Hapa nina picha ya binti moja, nakala iko pale kwenye ubao wa matangazo. Binti huyu anaitwa Edina Isabeli Mpandule, wakati mwingine anajiita Edina Macha. Ana umri wa miaka 14, ni mwanafunzi wa shule ya msingi Ushindi Ulongoni B, darasa la 6. Aliondoka nyumbani tarehe 27 mwezi wa 3 siku ya Ijumaa kwa lengo la kwenda kanisani kwa kushiriki njia ya msalaba. Mpaka leo anatafutwa, hajapatikana. Kwa yeyote atakayemuona, tuwasiliane kwa namba ya simu, angalia taarifa ya ubao wa matangazo, au kutoa taarifa kituo chochote cha polisi. Naomba watoto wa darasa la 6 Ushindi, kama wanamfahamu huyo binti na wanamuona mitaani huko. Habari zaidi ni kwamba Silvester Macha ni babu mlezi wa huyo binti. Sisemi zaidi, nimepata habari nyingine zaidi, lakini sio wakati wa kusema
lakini anatafutwa kama ametoroshwa, kama amepotea. Binti mzuri. Kwa hiyo vijana wa darasa la 7 Ushindi huku samani Ulongoni B, angalieni huyu mwenzenu, kama ukiwa huko mitaani unaona sura yake. Najua muda unakwenda, lakini nina wazo moja, sio lina kisiasa, sio, lakini basi mtaona mimi mwenyewe. Duniani kuna mambo. Papa wetu Leone wa 14 mnajua yupo ziarani Afrika tangu Jumatatu 13, wala jana alikuwa bado Cameroon, sijui kama ameshaingia Angola, akitembelea nchi ya Algeria, Cameroon, Angola na Guinea ya Ikweta. Popote alipokelewa vizuri sana. Yake ni ziara ya kichungaji. Akiwa Afrika hakusita kupaza sauti dhidi ya maovu, machafuko, mateso yanayosababishwa na vita, ili Afrika na dunia nzima siwe mahali pazuri pa kuishi. Juzi rais wa Marekani alitishia kutokomeza kabisa ustaarabu wa taifa la Iran. Tumia maneno kama hayo. Kutokomeza maana yake nini? Kutokomeza. Sasa Papa katika ziara yake aligusa mambo mbalimbali ya kijamii. Maneno ya Papa hayakumpendeza rais. Aliamua kumshambulia Papa kwa maneno makali, kwa kumkejeli, kumdhalilisha. Kati ya mambo aliyosema, maneno aliyosema, Papa ni dhaifu sana katika kupambana na kupinga maovu. Papa ni mbovu kabisa katika masuala ya siasa ya mambo ya nje. Anaendelea kusema, bila mimi leo Papa Leone asingalikuwepo Vatican City. Manake nikana kwamba amemweka yeye mwenyewe, ni kama yeye aliyemtawaza, sio Roho Mtakatifu. Yeye mwenyewe. Ndio maana anataka aseme na atende kama anavyotaka mwenyewe, kwa maslahi yake na malengo yake ya kisiasa. Rais wa Marekani Papa Leone, ingawa ni mpole kitabia, lakini ameamua kunguruma kama simba. Leone maana simba. Pole sana, yeye kitabia ni pole sana. Yeye sasa amekuwa simba. Ndio jina lake Leone ni maana yake simba. Sina nia ya kujadiliana naye. Mimi si mwanasiasa katika maana ya kawaida. Ujumbe wangu ni Injili. Ujumbe wako ni ule, amani wala si vita, haki na amani wala si maonevu na machafuko. Ameendelea kusema, siogopi utawala wa Trump. Utamtozite sana. Ukijua hawa viongozi wakuu wanaongoza mamilioni na bilioni ya watu duniani. Nitaendelea kuzungumza juu ya haki na amani, uonevu na upatanisho. Wengi duniani wamesimama kumtetea Papa na wengi wamesimama kumlaumu Donald Trump. Ndugu zangu, tukio hilo ni fundisho kubwa hata kwetu sisi. Papa akiwa kiongozi mkuu wa kiroho wa mamilioni ya Wakatoliki duniani na maaskofu wakiwa wawakilishi wake katika nchi mbalimbali, wanawajibishwa kwenye neno hilo, wanawajibishwa na Yesu kuingilia kati masuala yote yanayohusu utu wa binadamu aliyeumba kwa sura na mfano wa Mungu, kutetea uhai wake, hadhi yake, heshima yake, uhuru wake, haki ya kuishi, haki ya kuwa na amani na furaha. Hizo ni tuno pekee za Injili, sio kuingilia siasa. Ikiwa kufanya hivyo ndio kufanya siasa kama wanavyosema wengine, basi Papa ndiye mwanasiasa mkuu wa dunia. Papa
ndiye mwanasiasa kwa dunia, ikiwa tangazo injili kufanya siasa. Na hakuna mamlaka yoyote ya kisiasa hapa duniani yaliyo juu yake. Hapa ameshambuliwa, maaskofu wetu wanashambuliwa, Kitima anashambuliwa. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya anaangalia siasa. Papa anaangalia siasa. Anaposema kwamba uwezi ukatamka kusema nchi ya Iran, hata kama unapambana nchi ya Iran, nitaitokomeza, nitairudisha nyuma miaka 2000 huko nyuma walikuwa wanatumia mawe sio kwa ajili ya hilo. Haiwezekani. Kuna mapambano ya kanisa dhidi ya tawala za dunia hii. Basi tukeni wazo hilo mlifanyie kazi kwenye mwanga wa Injili. Na mimi sina mengineyo, naendelea kuambia dada zetu, karibuni mjisikie nyumbani. Basi tusimame. Paroko, kamati tendaji ya parokia, waumini wenzangu, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mungu ni mwema kila wakati. Mtakatifu Ana kioo cha utii. Basi tunamshukuru Mungu, tumefika hapa siku ya leo. Tunakushukuru kwa kuturuhusu kuja hapa kufanya mkutano wetu wa kwanza wa dekania katika parokia yako. Waumini wenzangu, hasa akina mama, napenda kuwaambia kwamba sisi wa mama shirika Mtakatifu Ana, kazi yetu kubwa ni kuliombea kanisa, kuwaombea watoto, familia zetu, pamoja na kufanya matendo ya huruma na kuiombea nchi na sehemu nyingine zote, na kuiombea miito mitakatifu katika kanisa. Na tunaungana pamoja katika kuombeana sisi. Tunaombeana sisi wenyewe, tunaombea familia zetu, tunaombeana tukiwa hai na tukishafariki, tunaombeana siku zote. Na Yesu mwenyewe katika kituo cha 8 alisema kwamba msinililie mimi, walilieni watoto wenu. Dunia imeharibika. Tunatakiwa tushikamane wote, akina mama, tuwaombee watoto wetu. Waanzilishi wa hili shirika ni kina mama wa Marekani katika karne ya 12, ambapo kulikuwa na vita kubwa sana. Watoto wakawa wanachukuliwa vitani, lakini wakaona moja wamlilie huyu mama Mtakatifu Ana ambaye ni mama yake Bikira Maria, naye aliona alikuwa na changamoto katika familia, wakaungana pamoja, wakaomba ile vita ikaisha. Kwa hiyo tuungane pamoja kuziombea familia zetu. Na mama yeyote, unapokuwa mama katika shirika hili, familia yako inapata uponyaji, kwa sababu unaombea watoto tangu wakiwa watoto mpaka wanakuwa watu wazima. Na hatuwezi kuwalea watoto peke yetu bila kumshirikisha Mungu. Kwa namna gani tunamshirikisha? Kwa kuombeana sasa na kuombea watoto wetu. Hapa tujiunge na hili shirika. Na wengine wanasema ni shirika la wazee. Sio la wazee, kuna na vijana. Na wazee sio wanaoomba. Na tunapokuwa tunakwenda mahali kutafuta kitu cha faida, lazima tuione faida yake. Kwa hiyo tunakimbilia sana mambo ya kidunia badala ya mambo ya kiroho. Kama hujajiunga kwenye chama cha kitume chochote, jiunge ili uweze kutafuta utakatifu ukiwa hapa duniani. Uweze kuwa mtakatifu, usisubiri kupata utakatifu ukiwa huko mbinguni. Unatafuta utakatifu mwenyewe kwa kusali. Jiunge na chama chochote cha kitume. Sisi akina mama wa Mtakatifu Ana ni mama aliyefunga ndoa Katolika, aliyefunga ndoa katika kanisa Katoliki. Ni mama ambaye au mjane ambaye amefiwa na mume wake, lakini wamefunga ndoa katika kanisa Katoliki. Tuungane pamoja ili tuweze kuwa wengi, tushirikiane kwa pamoja. Sala za wengi zinasikia na Mwenyezi Mungu, ili tuweze kuziombea familia zetu, tuombee waume zetu, tuombee kanisa, tuombee vitu vitakatifu na tuombee viongozi. Maana hata hawa viongozi ambao wanakuwa wanakwaza watu wanatoka katika familia zetu. Tujenge familia zetu kwa sala. Sala ndio njia pekee ya kuzijenga familia, ili tuweze kukaa pamoja na kuweza kumshukuru Mungu, na Mungu wote tusindikizane kwenda mbinguni kupitia vyama vyetu vya kitume. Mtakatifu Ana ni mama aliyefunga ndoa katika kanisa Katoliki, na au mjane ambaye alishafunga ndoa katika kanisa Katoliki. Karibuni sana, tuko pamoja hapa, mko wachache sana, si tuko wengi. Katika dekania nzima tuko 230, lakini hapa wako wachache, na hapa tuungane pamoja. Hata ukifunga ndoa leo, kesho unaweza ukaingia
Tuna mmoja ana miaka 28 tu, tumekuja naye ameingia shirika takatifu, aanze kumwombea familia yake tangu siku ya kwanza ya ndoa yake. Karibuni sana, tumsifu Yesu Kristo. Mtakatifu Bwana Kiebrania Hana, maana yake aliyeneemeshwa, aliyepata neema, na Joakim, maana yake Mungu ni hakimu. Simama. Bwana awe nanyi. Bwana wabariki na kuwalinda. Bwana awaelekeze uso wake na kuwasamehe na kuwaponya. Bwana awaonyeshe uso wake na kuwajalia amani, na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie ninyi nyote na kukaa nanyi daima. Amina. Endeni na amani ya Kristo. Tumshukuru Mungu. Jumapili